Mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi sasa amefichua kwamba uchaguzi wa mwaka 2027 huenda ukasimamishwa na mahakama kufuatia mgogoro wa kikatiba. Mudavadi anasema kwamba mahakama haitaruhusu uchaguzi mkuu kufanyika bila kuangaziwa upya kwa mipaka kote nchini. Mwanahabari wetu Stephen Leto ana taarifa hiyo kwa kina. Mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi amewasha moto wa mdahalo wa kisheria miezi 20 kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Mudavadi anasema kuwa taifa linakodolea macho mgogoro mkubwa wa kikatiba ambao unaweza kusababisha uchaguzi mkuu ujao kuharamishwa kabla hata haujafanyika. Mkuu huyo wa mawaziri aidha anasema kuwa uratibu mpya wa mipaka ni hitaji la kikatiba ambapo shughuli hiyo inafaa kufanyika kila baada ya miaka 8 hadi 12. Makataa haya yalikamilika Machi 6 mwaka wa 2024 na sasa taifa liko katika kipindi cha kutofuata katiba. Mudavadi anasema kuwa hakuna sensa halali ya kitaifa kwani sensa ya mwaka wa 2019 ilibatilishwa katika kaunti za Garissa, Mandera na Wajir na mahakama kuamuru sensa katika maeneo hayo ifanyike kufikia Januari mwaka ujao. Kwa wale wanaotaka sensa ifanyike upesi, Mudavadi anasema kuwa kuchanganya data ya sensa ya mwaka wa 2019 na data ya mwaka wa 2026 ni jambo lisilowezekana kisheria, na hivyo kufikia uchaguzi ujao hakutakuwa na data halali ya idadi ya watu. Kwa hivyo inamaanisha kuwa hakuna mipaka halali na baadaye hakuna uchaguzi halali. Tayari kuna kesi kadhaa mahakamani zinazoendelea ambazo zinalenga kusimamisha chaguzi zote zijazo kwa misingi kwamba kuendelea na mipaka iliyopitwa na wakati kuna wanyima raia haki yao ya uwakilishi wa haki na usawa. Mudavadi aidha anataka Wakenya washiriki kura ya maamuzi ya katiba watakapopiga kura kwenye uchaguzi mkuu ujao ili kubuni ofisi ya waziri mkuu, afisi rasmi ya kiongozi wa upinzani na kutatua mgogoro wa uwakilishi wa thuluthi mbili ya jinsia moja. Japo Musalia Mudavadi ana nafasi katika meza ya baraza la mawaziri, kauli yake bado haijazungumziwa katika meza hiyo ambayo mwenyekiti wake ni Rais William Ruto. Stephen Leto, runinga ya Citizen.